kama chama cha demokrasia dunia iweze kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo sisi kama chama tumeona ni vizuri tukatoa taarifa ambazo ni rasmi kupitia kwetu, kiachana hizo kila mtu anaongea cha kwake, na taarifa rasmi ni hii ambayo tunawapa. Mimi kama mwenyekiti wa kanda natambua leo siku ya tarehe 24 Alhamis ya mwezi wa 4 kwenye mahakama ya Kisutu palikuwa na kesi na mkabili mwenyekiti wetu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambao pale nakabiliwa na kesi mbili tofauti. Moja ikiwa ni kuandika taarifa za uongo, lakini vile vile kesi ya pili ambayo ilikuwa inafanyika saa 5 ilikuwa ni kesi ya uhaini. Chama kupitia viongozi wake mbalimbali waandamizi na makamu mwenyekiti bara, mara kadhaa tulitoa wito kwa wanachama wetu kufika Kisutu kuweza kusikiliza na kufuatilia shauri au mwenendo wa kesi na mkabili mwenyekiti wetu. Lakini leo kwa masikitiko, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu, wakiwa njiani, Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi waandamizi ikiwemo kina Pambaru wamekamatiwa faya kilomita 4 kilomita 5 kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani kwenye daraja la Sarenda kilomita vile vile 3 au 4 kutoka mahakama ya Kisutu. Na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatiwa kiwa njiani kuelekea Kisutu. Lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia kamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya polisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali. Sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo, na Kisutu hawajafika, na mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga na kuja Kisutu, zaidi ya viongozi 10 mpaka sasa kwa baadhi ya familia zinazotupigia. Lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikono mwa jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, tunaye Mheshimiwa katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika ambao wako mikononi mwa polisi. Halikadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambaru ambaye yuko mikononi mwa polisi. Lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi, Mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti. Na sisi tumechukua wajibu, wengine tulikuwa Kisutu, na baadaye kwa sababu ya mambo yaliokuwa yanatokea waliweka coordination center ya mawasiliano somewhere pale jirani na Kisutu kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote kinachoendelea na kutoa brief. Baada ya masaa kadhaa mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande. Viongozi hao wa Chadema walikamatwa nje ya geti la Kisutu. Baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29 kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda kutelekezwa ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36. Utagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na polisi waliokamata, pana kituo cha polisi cha kati cha Central, pana kituo cha polisi Ilala Central pale pale, pana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, pana kituo cha polisi wilaya Ilala Central pale pale, pana kituo cha polisi Kinondoni kwa maana Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magomeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya Mbulahati, kuna kituo cha polisi Kijitonyama pale Mabatini. Lakini kote huko
walipitishwa na kituo cha polisi Kawe, hawakupelekwa. Siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana. Na katika kundi la watu 13 waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar ambaye amepigwa, sasa hivi ni mahututi hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza Muhimbili. Na mwingine wa pili ni mheshimiwa naibu katibu mkuu Zanzibar ambaye amejeruhiwa, angalau kidogo sio mahututi, lakini amejeruhiwa kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka chini imepigwa virungu, imesogwa kabisa. Kwa hiyo wanamfanyia vipimo pale vya kuangalia madhara aliyoyapata. Alikadhalika vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya 7 ambao nao walifikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali, na baadhi tumeambiwa tunaweza tukapewa taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far katika viongozi 13 waliopelekwa kule Ununio kwa magari tofauti na polisi, kushushwa na kuanza kupigwa, wamepigiwa wakifika Ununio. Njiani huko kote kwa mujibu wa maelezo yao hawakuguswa, lakini walivyoenda kushushwa Ununio wakaambiwa walale chini kwenye madimbwi, wameshambuliwa kwa marungu na mijeredi, waya, wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walivyomaliza wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa walale kifudifudi, waangalie ardhi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako porini pale pale ambako walikuwa wamelala, lakini polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. Sasa katika wale 13, taarifa mpaka sasa hivi ambazo tunazo ni za watu 9. Katika 13 watu 4 hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumeomba wasamaria wema wa Mabwepande na Ununio waendelee kutuangalizia hao 4 wengine walishushwa wapi kwa mateso au kusurubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidiwa. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye pori la Ununio, na eneo walilotesewa kwa rekodi, kuweka rekodi vizuri tu, ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu Mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako Mzee Ali Kibao alitupwa, na ndo sehemu amepelekwa kwenda kutesewa hawa 13. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu wachache wanashughulika, wanaweza kuchukuliwa 2 hapa 3 pale. Kwa katika hao 13, 9 ndo wamepatikana wako hospitali, lakini 8 nimeenda mimi na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema Mwananyamala, tumeona viongozi 8, tumesalimiana nao na tumewajulia hali majeruhi. Lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, kwa maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu. Kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa, tutampa nafasi ataelezea Mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja naye kuungana na wenzie, akiamini kwa sababu Eliza ndo alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama alivyoona mwenzie anapigwa, akasogea ili kuja kuwasi polisi wasimuumize. Kwa walipokuja, kuna dada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa turungu la kwanza tu, alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zikawa zinatoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema muaisheni, atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala, tumemkuta amepelekwa emergency. Daktari aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa emergency, ndo ametuambia katika 9 waliokuja, mmoja ameconfirm kwamba amefariki. Na tulipotoka pale emergency na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama 5. Tukaomba kwamba wamalize kumshusha ule maiti, tumtambue na tuwapigie baadhi ya viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu, polisi walivyotuona Mheshimiwa Sugu na Rema na mimi na baadhi kama makamanda kama 3 pale mortuary, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana mtu wanamkabidhi, wao ni wakina nani, wametoka naye wapi. Na yule mtu wa mortuary ameambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa Chadema katika 9 waliofika.
ule emergency tulivyoambiwa. Lakini askari walipotoka emergency kwenda mortuary wakasema mtu ule amekufa maji. Hiyo na sisi tukasema hata uko Ununio watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani hata alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko kusema kuna mtu mzima anaweza kafa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi walivyosikia tumekuwa pale tunasubiri kumtambua yule maiti, wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti. Pamoja na kwamba walishamsajili wamshushe, lakini kwa kuona Chadema tumefika pale watu tumshuhudie maiti wetu, wakafunga gari ile mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadandia ile gari la kaka, wakavua gloves, na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu wanataka kutujulia hali yule ambaye amepigwa damu zinamweka nyingi sana anaendeleaje, ndio tunasema kwamba tumeenda hapa tumeambiwa ametolewa emergency amepelekwa mortuary. Kwa hiyo so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha kamanda wetu mmoja katika hao na Chadema, lakini vile vile tuna 8 ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala na wengine wamepewa rufaa kwenda Muhimbili, na sasa hivi zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. Maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la Sarenda, baada ya kumshurutisha kumsukuma na kuanguka wakamleta kinguvu na magari yao. Askari wawili wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa makamu, wameingia mpaka hapa, wamepaki gari, alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo dereva mwenyekiti makamu vile vile tunamtafuta tujui kwa wapi. Lakini wakati anakuja hapa alisindikizwa na askari wawili waliovaa kiraia, wakapaki gari ya makamu mwenyekiti Heche hapo, wakamchukua dereva wake, wakatoka naye getini, ikaja gari nyingine ya polisi wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo sasa hivi tuna taarifa tu kama makamu yuko Oysterbay, lakini dereva wake hajulikani alipo, na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya makamanda wanasema wako polisi, hao tuna taarifa nao. Lakini nimesema hapa tumetoa wito ili kumjua mwenzetu aliyeuawa ni nani, jina lake tujue ni nani. Tulitoa wito kwa wanachama watambuano waliofika Kisutu nani aonekani, lakini inaonekana ambaye aonekani si mmoja tu aliyefariki. Tumesema familia zaidi ya 10 bado hazina mawasiliano na watu wao waliotoka asubuhi na mpaka sasa hivi hawajulikani wako wapi, lakini angalau mmoja pale Mwananyamala tulidhibitishiwa na daktari wa emergency kwamba polisi walipomleta na defender alikuwa tayari ameshafariki, na tulipomfuata mortuary tumeona polisi, tumeiona defender, lakini polisi walipotuona wakaogopa kushusha ile maiti, wakafunga turubai wakakimbia na ile maiti. Kwa hiyo hiyo ni update mbona tuwagaie kama chama rasmi na mimi mwenyekiti wa kanda ya Pwani, kwa sababu jambo hili limetendeka na kutokea kwenye kanda yangu, tujue tunakabiliwa na changamoto gani. Hata sasa hivi tunapoongea hapa tumezingirwa kila kona, kuna magari ya polisi kuashiria bado wenzetu wana shari zaidi. Si tu kwamba jambo la kule Kisutu, lakini hapa makao makuu nje tuna gari zilizojaa askari 8 zaidi ya gari 5 kila kona kuingia makao makuu, kwa kuashiria issue sio Kisutu tena wala kesi ya Lissu, lakini huenda wana ajenda yao binafsi ambao sisi hatujaijua Chadema shida ni nini na imetokea wapi. Kwa hiyo tunapoongea hapa wana Chadema, kwanza tuendelee kuwa imara, lakini vile vile tutakuwa tuna utaratibu wa kila baada ya masaa kadhaa kutoa update ya watu wetu wote, wamepatikana nani, ana hali gani na nini kinaendelea. Je, kuna watu waliongezeka, vifo vimeongezeka?